السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 20 फरवरी का दिन tarehe 20 ya Februari katika jumuiya ni mashuhuri kwa sababu ya bishara ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina alayhi salatu wasalam alipewa bishara ya kuzaliwa kwake mtoto ambaye atakuwa mtumishi wa dini na atapata umri mrefu na vile vile atakuwa na sifa chungu mzima. Sayyidina alayhi salatu wasalam anaeleza kuhusu umuhimu wa bishara hii kwamba hii si bishara tu bali ni nishani ya bingu kubwa sana. Kwayo Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alidhihirisha na alieleza bishara hii na nishani hii. Kwa hakika nishani hii ni bora zaidi kuliko kuisha mfu, kwa sababu uhakika wa kuisha mfu ni kwamba kwa kufanya maombi, kwa kumwomba Mwenyezi Mungu roho moja irudishwe katika mfu. Na kuhusu hii pia watu wengi wanaleta maswali chungu mzima, lakini katika nishani hii, bishara hii, kwa ihsani ya Mwenyezi Mungu na kwa baraka ya Mwenyezi Mungu, Mungu kwa kupokea maombi yangu ameahidi kwamba ataleta roho. Kwayo baraka zake za kidhahiri na kibatini zitaenea ardhini kote. Ingawa nishani hii inaonekana ni sawasawa na kuisha mfu, lakini kwa kutizama vizuri zaidi itaonekana kwamba nishani hii ni bora zaidi kuliko kuisha wafu. Roho ya wafu pia inarudi kwa kupitia maombi, na katika nishani hii pia roho moja imeombwa, lakini kuna tofauti kubwa sana baina ya roho hii na baina ya wafu. Hazur anasema kisha wanajumuiya na wasikuwa wanajumuiya walishuhudia kwamba bishara hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam ilitimia vizuri, na msadikishaji wa bishara hii kama wakati pia ilithibitisha kwamba alikuwa Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud radhiyallahu ta'ala anhu aliyekuwa halifa wa pili. Wanajumuiya walikuwa na yakini kwamba bishara hii ilitolewa kuhusu Hazrat Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, lakini halifa wa pili mwenyewe hakutangaza wala hakusema kwamba bishara hii ilitolewa kwa ajili yake yeye, na mimi ndiye ni msadikishaji wa bishara hii ya Muslim Maud.
mpaka miaka 30 ilipita baada ya kuchaguliwa kwake halifa. Hatimaye 1944 alitangaza kwamba mimi ndiye ni Muslih Maud. Halifa mtukufu anasema kwamba leo nitaeleza kwa ufupi hutuba mbili za Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na tangazo lake na kuhusiana na bishara hii. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu katika hutuba yake iliyotolewa tarehe 28 ya Januari 1944 halifa wa pili alisema kwamba mimi leo nataka kusema jambo kwalo nilikuwa sipendi kulieleza, lakini kwa sababu bishara kadhaa zilielezwa kuhusiana na bishara hii na ililazimika kwamba nieleze bishara hii ila hali mimi sipendi kulieleza. Kisha baadaye halifa wa pili alieleza ndoto yake ndefu sana. Kwa kueleza maana ya ndoto yake na ruya yake alisema kwamba bishara iliyotolewa kuhusu Muslih Maud, Mwenyezi Mungu alifanya bishara hii kwa ajili yangu mimi. Kabla ya siku ile Hazur anasema kwamba Hazrat Muslih Maud hakutangaza wala hakusema kwamba bishara ile ni kwa ajili yake yeye. Hazrat Muslih Maud anasema kwamba watu waliniomba mara chungu mzima kwamba nieleze maana ya bishara hii ni nini au na sema nini kuhusu bishara hii, lakini mimi sikutaka kusoma hata bishara hizi kwa makini zaidi, kwa sababu ya hii kwamba isije nafsi yangu inidanganye na nianze kufikiria kuhusu nafsi yangu ambayo ni kinyume na bishara. Hazur anasema sasa angalieni, yule ambaye alikuwa msadikishaji alikuwa mwangalifu sana, lakini wale ambao si wasadikishaji wa bishara hii wao wanasema kwamba bishara hii ilitolewa kuhusu wao. Sisi hatuwezi kusema zaidi ya hii kwamba wao ni uenda wazimu tu. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza sehemu moja kwamba halifa wa kwanza alinipatia barua moja na akaniambia kwamba barua hii iliyokuwa kuhusu kuzaliwa kwake. Sayyidina Alayhi salatu wasalam aliniandikia barua hii, tafadhali uchape barua hii katika gazeti la Tashhizul Azhan. Hazur anasema Tashhizul Azhan ni gazeti hili iliyoanzishwa na halifa wa pili na alikuwa akitoa gazeti hili. Halifa wa pili anasema kwamba mimi kwa heshima ya halifa wa kwanza nikapokea barua ile, lakini hata wakati ule pia sikusoma barua ile kwa makini sana. Watu walisema maneno chungu sana, lakini mimi nilikaa kimya. Nilikuwa nikisema kwamba si lazima kwamba bishara hii iliyotolewa kuhusu mtu yule, bishara hizi zielezwe au kwake bishara hizi zimetolewa yeye aseme kwamba mimi ni msadikishaji wa bishara hili. Anasema kwa mfano kuhusu gari ya moshi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa bishara kwamba wakati utafika gari ya moshi itapatikana, na watu wanaamini kwamba bishara hii imeshatimia kwa sababu wao wanashuhudia kwamba bishara hii imetimia. Si lazima kwamba gari ya moshi pia idai kwamba mimi ni msadikishaji wa bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa vyovyote watu walileta bishara chungu mzima kuhusu mimi na walisisitiza kwamba nidai kwamba mimi ni msadikishaji wa bishara hizi zote, lakini niliendelea kusema kwamba bishara yenyewe inathibitisha kuhusu ukweli wake. Ikiwa bishara hizi zote ni kuhusu mimi, basi wakati itathibitisha kwamba mimi ni msadikishaji wa bishara hizi zote. Ikiwa bishara hizi si kuhusu mimi, basi ushahidi wa wakati na dhama itakuwa dhidi yangu. Katika hali hizi zote mbili mimi si lazimiki niseme. Ikiwa bishara hizi si kuhusu mimi, kwa nini mimi kwa kueleza bishara hizi kuhusu mimi niwe mwenye dhambi? Ikiwa bishara hizi ni kuhusu mimi, basi Mungu mwenyewe atadhihirisha. Haina haja kufanya haraka
kwa ajili ya kueleza bishara hizo, kudai kuhusu bishara hizi kama ilivyoelezwa katika bishara kwamba je, aliyetabiriwa ni huyu au sisi tumsubiri mtu mwingine. Maneno haya yalielezwa katika bishara hii. Watu waliniuliza swali hii lichungu mara chungu mzima, kiasi hiki kwamba muda mrefu ulipita katika hali hii ya kuniuliza maswali kwamba katika bishara ya Sayyidina alayhi salatu wasalam bishara hii ilitolewa. Kwa mfano kuhusu Hadrat Yaqub alayhi salatu wasalam, watu walimwambia kuhusu Yusuf alayhi salatu wasalam kwamba je, utaendelea kumsubiri Yusuf hata utakufa au utakuwa mgonjwa kwa sababu ya kumsubiri Yusuf alayhi salatu wasalam. Hadrat Muslimud anasema Hadrat Masih alayhi salam pia alipata ufunuo huu, na vile vile kupata ufunuo huu kwamba mimi napata herufu ya Yusuf. Na Hadrat Masih alieleza ilham hii katika shairi lake pia. Ilham hii ilikuwa inathibitishwa kwamba sawa na mpango wa Mwenyezi Mungu, ilham hii itatimia baada ya kupita muda fulani, kwa sababu Yusuf alayhi salam pia alikutana na baba yake baada ya kupita miaka kadhaa, na wakati alipokutana na baba yake bishara ilitimia. Hadrat Muslimud anasema kwamba nina yakini hii kwamba hata kama kifo changu haikuelezwa kwamba bishara hizi zote ni kuhusu mimi, hata mimi sitadai, lakini matukio yatathibitisha kwamba bishara hizi zimetimia kwa kunipitia mimi, na mimi ni msadikishaji wa bishara hizi. Lakini Mwenyezi Mungu sawa na mpango wake akadhihirisha na akanipatia elimu na ufunuo pia kwamba bishara hizi zote zilizotolewa kuhusu mwana aliyeahidiwa ni kuhusu mimi. Hadrat Muslim Maud ameeleza alama mbalimbali za bishara hizi kwamba kwa mfano katika bishara ilielezwa kwamba atafanya 3 kuwa 4. vile vile ilielezwa Dushamba Mubarak Dushamba. Kuhusu hii pia maswali yanaulizwa sana. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza mambo haya mawili vizuri hivi kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alieleza kwamba atafanya kuwa 3 kuwa 4. maana yake ni kwamba atafanya watoto watatu kuwa 4. tukichukua maana ya bishara hii hivi itadhihirika waziwazi kwamba kabla yangu Mirza Sultana Masahib, Mirza Fazla Masahib na Mirza Bashir Ahmad Awal walizaliwa na mimi nilikuwa 4, na baada yangu Sayyidina alayhi salatu wasalam alijaliwa watoto 3. kwa hiyo mimi nilikuwa 4, aliyefanya 3 kuwa 4. kisha Mirza Sultana Masahib katika uhalifa wangu alijiunga na jumuiya hivi, pia nilifanya 3 kuwa 4, kana kwamba mimi nilifanya 3 kuwa 4 kwa maana hii pia. Lakini Hadrat Muslim anasema kwamba Mwenyezi Mungu alinielekeza upande huu pia kwamba katika ufunuo haukusema kwamba atafanya watoto 3 kuwa 4. katika ilham ilielezwa kwamba atafanya 3 kuwa 4. basi sawa na maoni yangu ilielezwa tarehe ya kuzaliwa kwake. Bishara hii ilitolewa katika mwaka 1886. yani bishara hii ilitolewa katika mwaka 1886, na Muslimud amesema mimi nimezaliwa katika mwaka 1989. basi katika bishara hii ilielezwa kwamba kuzaliwa kwake itakuwa katika mwaka wa 4, na hivyo ndivyo ilivyotokea. na hii iliyoelezwa kama Mubarak Dushamba Mubarak, maana yake inaweza kuwa ingine pia, lakini sawa na maoni yangu maelezo yake ni kwamba Dushamba ni siku ya 3 ya wiki. upande mwingine katika silsila ya kiroho manabii na mahalifa wanakuwa na wakati wao na zama zao, na kama wakati wa nabii inakuwa nabii wakati kamili wakati wake, na vile vile wakati wa mahalifa wakati unapatikana unakuwa
kamili. Basi angalieni kuhusiana na hii, wakati wa sayyidina alayhi salatu wassalam ilikuwa wakati wake, baadaye ilikuwa wakati wa khalifa wa kwanza ilikuwa wakati wake, kisha sasa baada yake ni wakati wangu ambao ni wakati wa tatu. sayyidina alayhi salatu wassalam alipata ufunuo, na ufunuo huu ni hii kwamba fazli umar, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pia alikuwa halifa wa tatu baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Dushamba Mubarak Dushamba, muradi wake si hii kwamba siku maalum inakuwa na baraka maalum, bali muradi wake ni hii kwamba mfano wa mwana aliyeahidiwa, mfano wake itakuwa kama ni mfano wa Dushamba, yani watu watakaosimamishwa kwa ajili ya kuimarisha silsila hii, huyu atakuwa watatu katika watu hawa, kana kwamba katika maneno ya Mwenyezi Mungu yufasiru ba'dahu ba'dha. Kuhusiana na hii fazli Umar imeeleza maana ya mubaraka Dushamba mubaraka Dushamba. Vile vile kuna habari nyingine pia katika ufunuo huu kwamba Mwenyezi Mungu ataleta mubarak Dushamba kwa maana hii pia kwamba ambayo kwayo haipo mikononi mwangu na katika uwezo wangu, na hakuna yeyote anayeweza kusema kwamba mimi kwa mpango wangu mimi nimeanzisha mpango wa Tahriki Jadid. Kwayo ilianzishwa mwaka 1934 na jinsi iliyoanzishwa mpango huu haipo mikononi mwangu. Serikali ilifanya njama dhidi ya jumuiya, na kwa sababu ya fitina ya kundi la Ihrar, Mwenyezi Mungu alitia moyoni mwangu, na kwa ajili ya mwanzo wa scheme hii niliweka miaka 10. Kila mtu anapojitolea, baada ya kujitolea anapata siku ya Idi. Sasa angalieni, baada ya saumu ya Ramadhan kuna siku ya Idi. Vile vile miaka 10 ya mwanzo ya Tahriki Jadid itakapokwisha, mwaka ujao baada ya miaka 10 itakuwa mwaka wa sherekea Idi, na mwaka huu utakwisha 1944. Na anasema ni ajabu kwamba tukiona kwa kupitia skimu ya Tahriki Jadid mwaka 1945 ni mwaka 11 wa Tahriki Jadid, na mwaka huu ni mwaka wa Idi, na mwaka huu unaanza siku ya Jumatatu, na siku ya Jumatatu katika Kipersia ni Dushamba. Mwenyezi Mungu alitoa habari katika bishara hii kwamba wakati Islam itakapodhoofika kwa ajili ya kuisha Islam, mpango maalum utakapoanzishwa, na wakati wake mwanzo utakapotimia vizuri, basi wakati ule utakuwa wakati wa baraka kwa ajili ya jumuiya. Sasa Hazur anasema angalieni, sawa na wakati imethibitika kwamba Tahriki Jadid katika kila kona ya dunia kwa kupitia Tahriki Jadid ujumbe wa Islam unafika, na vile vile tunaona kwamba Tahriki Jadid baada ya kupita miaka na miaka, sehemu yoyote ambapo jumuiya imejulikana imepatikana, Tahriki Jadid pia inapatikana kule. Kisha Hazur anasema kwamba kuhusu ruya na ndoto aliona Hazrat Muslim Maud, na baada ya kuona ndoto hii Hazrat Muslim Maud alitangaza kuwa mwana aliahidiwa. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anasema kwamba baada ya ndoto hii nilipata maneno haya ulimwini mwangu, ana al-masihul ma'ud masiluhu wa khalifatuhu. Nilianza kutamka maneno haya baada ya ndoto ile, na hii ilikuwa jambo la ajabu, na ningesema maneno haya wakati nilipokuwa nimeamka, lakini hata katika ndoto pia nilisema maneno haya, na jambo hili ni la ajabu. Kisha anasema baadaye watu waliposikia ndoto yangu hii wakasema kwamba katika tangazo la Sayyidina alayhi salatu wassalam bishara ilitolewa, na
kesho yake Maulvi Sarwar Shah saheb alisema kwamba katika bishara maneno haya yameelezwa kwamba atakuja duniani na kwa baraka ya roho atasafisha watu wengi katika maradhi yao. Na Hazrat Muslimud anasema katika ndoto pia niliona kwamba nimetoa amri ya kuvunja masanamu, yani kuna masanamu mengi sana, nilitoa amri yale masanamu ya vunjwe. Katika hii pia kuna ishara kwamba kwa baraka ya roho atasafisha watu wengi katika maradhi yao. Anasema maneno rohul haki yaliyoelezwa maana yake ni roho ya tauhid. Hazrat Muslimud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuweka msingi wa tauhid alisafisha mioyo ya watu katika ushirikina. Amesema ya tatu, niliona katika ndoto kwamba mimi nakimbia, si kwamba mimi natembea haraka haraka, bali mimi nakimbia na ardhi inaendelea kukusanyika chini ya miguu yangu. Katika bishara ya mwana aliyeahidiwa ilitabiriwa kwamba atakuwa haraka haraka. vile vile katika ndoto nimeona kwamba nimeenda katika nchi zisizojulikana, kisha baada ya kufika pale sikumaliza kazi yangu. Yani baada ya kufika kule sikusema kwamba kazi yangu imekwisha hapa, bali mimi nina nia ya kwenda katika nchi zingine pia. Katika ndoto nikasema, ewe Abdushukur, sasa nitaenda mbele katika nchi nyingine, na nitakaporudi katika safari yangu nitaona kwamba je, umeshaimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu na umemaliza ushirikina? Je, umetia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina alayhi salatu wasallam mioyoni mwa watu? Huzuri anasema ufunuo aliofunulia Mwenyezi Mungu juu ya Sayyidina alayhi salatu wasallam, katika ufunuo ule pia ilielezwa kwamba huyo mtoto atakuwa mashuhuri katika kila kona ya dunia, yani atasogeza mbele kazi ya mahubiri. Tunaona kwamba bishara hii pia ilitimia wakati wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. vile vile katika ndoto yake ndefu alama zingine zilizoelezwa katika bishara ya maana ya aliahidiwa alionyeshwa katika ndoto pia zile alama zote. Hazuru anasema kwamba sasa badala ya kueleza ndoto nzima ya Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, bali nitaeleza kwa kupitia matukio mbalimbali yaliyotokea na namna gani yale matukio yanafanana na wakati wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na matukio haya namna gani yalitimiza bishara ya mwana aliyeahidiwa. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba watu walikuwa wakisema kwamba huyu ni mtoto. Wakati ule Mwenyezi Mungu akanipatia uhalifa, na katika bishara ilielezwa kwamba huyu mtoto atakuwa haraka haraka. Kisha Hazrat Muslim Maud akaelezwa kwamba wakati fulani nilikuwa nasubiri katika chumba cha Hazrat Majan kwa ajili ya swala, na chumba kile kilikuwa pamoja na misikiti, na nikasikia sauti kutoka misikiti, na nikatambua mtu mmoja alikuwa Sheikh Rahmatullah, alikuwa anasema kwamba huyu mtoto anapewa uongozi, na kwa kufanya hivi jumuiya inaangamizwa, na ufisadi huu unaletwa kwa ajili ya mtoto mmoja tu. Kwa nini inafanywa hivi? Hazrat Muslimu anasema nikashangaa kwamba huyu mtoto ambaye anatajwa ni nani. Hatimaye nikaenda msikitini nikamuuliza mtu mmoja kwamba huyu mtoto ambaye anatajwa ni kina nani. Huyu bwana akasema kwa kufanya tabasamu kwamba huyu mtoto ambaye anatajwa ni wewe. Hazrat Muslimu anasema kwamba kauli hii ya wapinzani inathibitisha ufunuo wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba huyu mtoto atakuwa haraka haraka. Anasema Mwenyezi Mungu alinijalia nimekuwa haraka haraka kiasi kwamba maadui wakashangaa. Wale watoto walikuwa kisema kwamba mimi ni mtoto, baada ya miezi kadhaa wakaanza kusema kwamba mimi ni hodari sana na nina akili sana. Kwa kufanya hivi wakaanza kusema maneno kinyume dhidi yangu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa njia nyingine alileta mfarakano kati ya wapinzani wangu,
na anasema kwamba mimi watu walikuwa wakiniita mtoto wakati ule. Mimi kwa kweli nilikuwa bado kijana mtoto, kwa sababu nilikuwa umri wa miaka 25 nilipochaguliwa kuwa halifa, na nilikuwa sina uwezo. Mfalme wa dunia anakuwa na nguvu, anakuwa na wanajeshi, anakuwa na hazina, na anakuwa na gereza, na vile vile anakuwa na majanel, na ana madhibu amtakaye. Lakini katika utawala wa kiroho, yeyote anayetaka anakubali, na yule anayetaka kukataa anakataa. Hakuna swali la kutumia nguvu. Kisha mwenyezi mungu aliniteua katika utawala wa kiroho, wakati katika hazina yetu sumni kadhaa tu ilibaki, na jumuiya ilikuwa chini ya mkopo ya maelfu na maelfu. Mwenyezi mungu alinipatia utawala huu katika hali ile kwamba wakati wanajumuiya wengi walikuwa wapinzani, na walikuwa wapinzani kiasi hiki kwamba hata mmoja wao kwa kuashiria high school na madrasa akasema kwamba sisi tunaondoka kutoka hapa, lakini hivi karibuni mtaona kwamba katika ghorofa hii itakuwa bendera ya wakristo. Mtoto huyu ambaye umri wake ni miaka 25, wote walikuwa wapinzani. Hazina ilikuisha, wazoefu walikuwa hawapo, na uadui ulikuwa unatawala uwanja mkubwa, na maadui walikuwa na furahi, na walikuwa nasema kwamba wakristo watatawala hapa hivi karibuni. Na yule ambaye aliyepewa uhalifa na utawala wa kiroho wakati ule, kuhusu yeye watu walikuwa wakisema kwamba huyu ambaye amepewa utawala hivi karibuni atashindwa na atafedheheka hivi karibuni. Mtu anaweza kufikiria kwamba katika hali ya aina hii, hali ya kaumu inaweza kuwaje? Lakini siku ile ilipopita na siku ya leo ilipofika, watu walishuhudia kwamba idadi ya jumuiya iliyopatikana wakati ule nilipochaguliwa kuwa halifa, leo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu idadi ile imeongezeka mara mamia na mamia, na mahali ambapo jina la Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam ilikuwa imeshafika, leo mara 20 zaidi imefika jina la jumuiya katika nchi mpya. Hazrat Muslimud anasema kwamba katika hazina sumni 18 tu ilibaki, lakini sasa malaki ipo katika hazina ya jumuiya. Hata mimi nikifa leo katika hali hii ya leo, pia nitaacha malaki katika hazina ya jumuiya, na nitaacha vitabu zaidi kuliko niliyovikuta nilipochaguliwa kuwa halifa. Mimi nitaacha elimu zaidi kuliko nilipopewa wakati nilipochaguliwa kuwa halifa. Basi yule Mungu aliyesema kwamba huyu mtoto atakuwa haraka na kivuli cha Mwenyezi Mungu kitakuwa juu yake, bishara hii imetimia vizuri kiasi hiki kwamba hata mdui pia hawezi kukataa kutimia kwake. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam amesema kwamba bishara hii ni muhimu sana, na hii si bishara tu bali ni nishani ya Mwenyezi Mungu, kama nilivyoeleza hapo awali katika hutuba yangu. Na katika bishara ilielezwa kwamba mtoto atazaliwa katika miaka 9. Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam anasema kwamba katika miaka 9 hakuna anayeweza kusema kwamba atakuwa hai, wala hakuwezi kusema kwamba atapata watoto. Na zaidi ya hayo ni kwamba kisha itabiriwe kwamba mtoto wa kiume atazaliwa, tena si mtoto wa kawaida bali mtoto ambaye atahuisha Islam tena. Ilikuwa wakati wa aina gani? Wakati wa maadui walikuwa wanamshambulia Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kwa sababu ya hii tu kwamba Sayyidina Alayhi Salam alidai kwamba anapata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alikuwa hakudai kuwa mujaddad, wala alikuwa hakudai kuwa mtume wakati ule kutoa bishara ya kuzaliwa kwa mtoto ambaye atakuwa na sifa hizi chungu mzima.
alieleza bishara hii sayyidina alayhi salatu wasalam. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba wakati inaposema kwamba naibu wa mtu fulani amekuwa mashuhuri, mradi wake ni kwamba kiongozi wake atapata umashuhuri. Wakati Mwenyezi Mungu aliposema kwamba huyu kijana atakuwa mashuhuri katika kila pembe ya dunia, maana yake ilikuwa hii kwamba kwa kumpitia yule kijana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sayyidina alayhi salatu wasalam watajulikana duniani kote na majina yao yatafika duniani kote. Sasa angalieni bishara hii ni wazi kiasi gani. Wakati wa sayyidina alayhi salatu wasalam katika Afghanistan ilikuwa nchi pekee ambapo jumuiya ilifika kule na ujumbe wa sayyidina alayhi salam ulifika kule, kwa sababu wanajumuiya wawili waliuawa katika nchi hii. Na katika nchi zingine watu walipata taarifa kwa juu au wapinzani walieneza habari kuhusu sayyidina alayhi salatu wasalam, au labda mtu mwingine alipata kitabu cha sayyidina alayhi salam na alimwonyesha mtu mwingine, na jumuiya ilikuwa haipatikani katika nchi zingine. Haja Kamaluddin Sahab alikuja Uingereza, lakini alisema kwamba hatutakiwi tutaje jina la sayyidina alayhi salatu wasalam, kwa sababu tukitaja jina la jumuiya au jina la sayyidina alayhi salatu wasalam basi tutakuwa hatarini. Basi ikiwa jina lilienea katika Uingereza ilikuwa jina la Khaja Kamaluddin, si jina la jumuiya. Wakati ule, wakati halifa wa pili alipoteuliwa kuwa halifa, Hazrat Muslim anasema fadhila za Mwenyezi Mungu katika Sumatra, Java, katika state settlement, katika China jumuiya ilienea, katika Mauritius na katika nchi zingine za Afrika jumuiya ilifika, katika Misri, Palestina na vile vile katika nchi za Ulaya pia jumuiya ilienea sehemu zingine. Wakati wa Sayyidina Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu idadi ya jumuiya ilifika katika maelfu na katika nchi za Afrika ilikuwa malaki. Kisha katika bishara hii habari moja ilitolewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba atajazwa kwa elimu ya kidhahiri na ya kibatini. Hazrat Muslim anasema kwamba mimi sina tabia ya kudai, lakini kwa kuwa na tabia hii mimi siwezi kuficha ukweli huu kwamba mambo mbalimbali kuhusiana na dini tukufu ya Islam ilikuwa muhimu kueleza mambo haya katika zama hii. Mwenyezi Mungu kwa ulimi wangu na kwa kalamu yangu alieleza maana na maelezo ya mambo haya. Mwenyezi Mungu alinijalia nimeeleza maana ya aina hii kwamba nikiweka kando maandiko haya yangu yote hatuwezi kufanya mahubiri ya Islam kwa kuacha maandiko haya. Katika Qur'ani tukufu kuna mambo chungu mzima ambayo katika zama hii watu hawawezi kuelewa mpaka kwa kutumia aya zingine maelezo yao yaelezwe. Hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba kwa kunipitia mimi aliondoa shida hii. Anasema Islam inapita katika wakati ambao ni wakati wa udhaifu. Kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wassalam aliweka msingi wa kulinda Islam mara ya tena, lakini wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam Islam haikushambuliwa kama Islam inashambuliwa siku hizi. Basi Mungu akataka kwamba kwa mujibu wa bishara ya Sayyidina alayhi salatu wassalam amfunulie mja wake ambaye kwa baraka ya roho anakuwa na baraka, anakuwa na elimu ya kidhahiri na ya kibatini, ambaye anaweza kujibu mashambulio ya maadui kwa kupitia maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na kwa kupitia maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na vile vile kwa kupitia Qur'ani tukufu. Na kwa kufanya hivi alinde dini tukufu ya Islam. Basi Mwenyezi Mungu amefanya kazi yake na ameweka muhuri juu ya maandiko yangu. Amesema madamu Mwenyezi Mungu hakuniambia, hakunijulisha, mimi nilikaa kimya. Wakati Mungu aliponijulisha na aliponifunulia, tena si tu kwamba aliponifunulia bali aliniamuru kwamba niwatangazie watu pia. Basi sasa hivi mimi
na watangazieni kwamba bishara hii imetimia kwa ajili katika nafsi yangu. Anasema Hazrat Muslim Maud kwamba Mwenyezi Mungu hakuniambia hii tu kwamba niwaambieni, bali yeye mwenyewe alifanya mpango wa aina hii kwamba kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa bishara hii ni kama dalili, kama mwezi unakuwa mbinguni na nyota pia Mungu analeta mbinguni, vile vile watu pia wameona ndoto. Katika ndoto yangu pia ilielezwa. Baada ya ndoto yangu Dr. Latif Sahab aliniandikia kwamba yeye ameona katika ndoto kwamba malaika kwa kutaja jina langu anasema kwamba pamoja na manabii jina lake huyu pia litatajwa. Kutajwa kwa jina pamoja na manabii maana yake ni ile iliyoelezwa katika bishara ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba atakuwa mfano wa Masihi. Yani Sayyidina alayhi salatu wasalam ni nabii, lakini pamoja naye jina langu pia litatajwa. Vile vile mtu mwingine, rafiki yangu mwingine, aliniandikia kwamba amesema nimeona katika ndoto kwamba kwa kusimama juu ya minara unatangaza alayhi sallahu bikafin abdahu. Alayhi sallahu bikafin abdahu ni miongoni wa ufunuo wa Sayyidina alayhi salatu wasalam zilizopatikana mwanzoni, na kutangaza juu ya minara ufunuo huu maana yake ni hii kwamba Mwenyezi Mungu kwa kunipitia mimi mahubiri ya jumuiya yataimarisha zaidi, kama ilivyoelezwa mwanzoni kwamba namna gani katika nchi mbalimbali kwa kumpitia Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mahubiri yalipanuka. Na hii ni misingi ile iliyowekwa mpaka leo tunaendelea kufanya kazi. Kisha Hazrat Muslim Maud ameeleza ufunuo mbalimbali zilizopatikana kwa kuthibitisha bishara yake. Anasema Mungu alinifunulia na alinijalia kitu hiki pia kwamba alinitayarisha kwa ajili ya kazi ile. Alipewa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Wakati fulani nilipata ufunuo, nilimuona halifa wa kwanza, na ndoto ile nilimwambia Meja Sayyid Habibullah Shahib, na vile vile niliwaambia ndugu wengine pia. Siku chache iliyopita huyu bana mwenyewe alinielezea ndoto ile, akasema kwamba niliona katika ndoto kwamba nipo katika madrasa ya jumuiya. Pale pale Mauli Muhammad Ali Saheb pia amesimama, na katika hali hii Sheikh Rahmatullah Saheb akaja kwa kutuona sisi sote, akasema kwamba njoni tufanye mashindano kwamba je wewe ni mrefu au Mauli Muhammad Ali Saheb ni mrefu. Nilikuwa sipendi mashindano haya, lakini akanilazimisha na akanivuta karibu na Mauli Muhammad Ali Saheb. Mauli Muhammad Ali Saheb naona kwamba ni mrefu zaidi kuliko mimi, lakini Sheikh Saheb aliponisimamisha mimi karibu na Mauli Muhammad Ali Saheb, Sheikh Rahmatullah Saheb akasema kwamba mimi nilikuwa nafikiria kwamba Mauli Muhammad Ali ni mrefu, lakini wewe ni mrefu zaidi kuliko Muhammad Ali. Katika ndoto mimi naona kwamba yeye kichwa chake kinafika mpaka kifuani changu. Kisha baadaye Sheikh Rahmatullah Saheb akaleta meza na akamsimamisha Maulvi Saheb juu yake. Hata katika hali pia alikuwa si mrefu zaidi kuliko mimi. Baadaye akaweka kiti juu ya meza, juu yake alisimamisha Maulvi Saheb, lakini bado alikuwa mfupi zaidi kuliko mimi. Kisha baadaye akainua Maulvi Saheb, akataka kufanya sawa na urefu wangu, lakini hata katika hali hii pia alikuwa mfupi, na yeye alionekana angani kama ni mtoto. Sasa angalieni, katika ndoto hii Mwenyezi Mungu alitabiri mashindano yaliyotabiriwa kwa yatapatikana baadaye siku zijazo na Mauli Muhammad Ali Saheb. Lakini tukiona kwamba wakati wa halifa wa kwanza Mauli Kamaluddin Saheb alikuwa anafanya upinzani, si Mauli Muhammad Ali Saheb. Lakini Mwenyezi Mungu katika ndoto hii alieleza picha ya upinzani uliopatikana baadaye.
sasa angalieni maulvi saheb alikuwa mfupi dhidi yangu kiasi hiki kwamba alikuwa akisema kwamba wenye heshima wanakuwa wale ambao wanakuwa wafupi. mwanzoni walikuwa akisema kwamba sisi ni 95% na hawa wanafuata uhalifa ni 5% na wengi hawawezi kupotea. yani mwanzoni alikuwa akisema hivi, lakini sasa anasema kwamba ingawa jumuiya ya Qadiani imeongezeka na sisi ni wachache, lakini kwa kuwa wingi hawa ni dalili ya kuwa waongo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kwamba watumishi wangu wanakuwa wachache. hii ndiyo ni picha ile ile iliyoelezwa katika ndoto yangu, na wakawa wafupi kiasi, akawa mfupi kiasi hiki kwamba yeye anaona kwamba kuwa mfupi ni dalili ya ukweli wake. kisha kuna ndoto ingine bali ni ufunuo. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba wakati ihtilafu ilipatikana katika jumuiya, Mungu alinifunulia wakati ule la numazekannahum, yani tutawagawa katika makundi. wakati ule hawa walikuwa wakisema kwamba ni 95%, lakini sasa angalieni hali yao ikoje. sawa na bishara hii Mwenyezi Mungu aliwafanya kuwa makundi na makundi. Haja Kamaluddin Saheb kabla ya kufa kwake aliandika kwamba ufunuo aliotoa Mirza Mahmud kuhusu sisi, ile ufunuo umeshatimia. tumekuwa tayari tumekuwa vipande na vipande. sawa na ufunuo Mwenyezi Mungu aliwafanya kuwa vipande. Hadhi Muslimu anasema kwamba mimi sawa na ufunuo alionifunulia Mwenyezi Mungu naeleza hayo tu sasa, lakini mimi nataka kwamba niandike gazeti fulani, katika gazeti ile niandike ufunuo na vile vile ruya zingine. Hazur anasema kitabu ile kimechapwa tayari. Hadhi Muslimu anasema kwamba Mwenyezi Mungu alinifunulia ghaibu yake, na kwa kufanya hivi alithibitisha bishara hii. yani Muslim Maud atapata roho takatifu. watu wanasema kwamba kuna hekima gani ndani ya hii, kwamba marafiki walikuwa wakisema kwamba mimi ni msadikishaji wa bishara hii, lakini sasa mimi nimedai kuwa msadikishaji wa bishara hii sasa hivi. ndani yake kuna hekima gani? nasema hekima yake ni ma kana Allahu liyuzia imanakum, yani Mwenyezi Mungu baada ya nabii wake anapoleta halifa wake, Mungu hapendi kwamba jumuiya yake irudi katika ukafiri na imani yao iende bure. ndiyo maana analeta hali ya aina hii kwamba wengi wanalazimika kumkubali kuwa aliahidiwa. basi watu walishuhudia bishara za Sayyidina alayhi salatu wasalam zilitimia kwa ajili yangu. kwa hivi wao waliimarika zaidi katika imani, na imani yao iliimarika zaidi juu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. mimi nimetangaza baada ya wanajumuiya kuhusu kuwa mwana aliahidiwa. ndani yake hekima ya Mwenyezi Mungu ni hii kwamba Mwenyezi Mungu hataki kwamba awaweke Waislamu katika fitina, na hivi alete mauti mara mbili juu ya waumini. mauti ya kwanza ilikuwa ile wakati watu walipomkataa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu aliwahuisha na walipokea Sayyidina alayhi salatu wassalam. wao waliacha jamaa zao, walisumbuliwa, lakini walisalimisha imani yao. na baada ya ile kufikiria hii kwamba wale waliopata majaribio ndani yao atatuma mtu aliyeahidiwa ambaye bishara zake zitatimia baada ya muda mrefu, maana yake ni kwamba waaminio waangushwe tena katika shimo la ukafiri na jumuiya iwe katika imtihani. hii ni kinyume na sunna ya Mwenyezi Mungu. ndiyo maana
kuhusu hadhrat muslim maud radhiyallahu ta'ala anhu, mwenyezi mungu aliyetoa bishara ilitabiriwa kwamba atakuja katika uhai wa masahaba wa sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwanza mwenyezi mungu alifanya mpango huu kwamba kwa kumfanya halifa kwanza mungu alichukua ahadi yao ya utii, na alifanya mipango yote ya kutimia kwa bishara zile zilizoelezwa kuhusu yule maana aliahidiwa. Wakati uhakika ulipodhihirika juu ya jumuiya, kisha mwenyezi mungu alimjulisha muslih maud pia kwa kupitia ufunuo, ili ushahidi wa mbingu na ardhi iwe pamoja na waaminio wasipate hali ya ukafiri tena katika maisha yao. Mwenyezi mungu ajalie kwamba imani ya kila mtu iwe salama na imani ya wanajumuiya isipate lawama ya ukafiri, na wanajumuiya wanatakiwa wapate faida kwa kupitia vitabu vya hadhrat muslim maud radhiyallahu ta'ala anhu. Mwenyezi mungu awajalie wanajumuiya wote waweze kufanya hivi. Halifa mtukufu anasema kwamba sasa hivi baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibuni ya bwana sufi nazir ahmad saheb, mtoto wa mia abdullah saheb marehemu, tarehe 7 ya Februari katika nchi ya Germany, takriban katika umri wa miaka 93 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabla ya partition alikuwa akifanya kazi katika jeshi. Baada ya partition, kwa amri ya hadhrat muslim maud radhiyallahu ta'ala anhu, Furqan Force iliyotayarishwa, alijiunga na Furqan Force kwa kuwa instructor. Baadaye alifanya kazi kule katika Karachi. Baadaye alihamia Muhammadabad state, alianza kuishi kule na akaanza kufanya biashara yake. Kwa muda mrefu aliwahi kuwa katibu wa fedha kule. Na baadaye alihamia Rabwa. Ndugu yake pia alikuwa akifanya biashara pamoja naye, lakini yeye akahamia Rabwa, na ndugu yake akapata shida katika biashara. Ndugu yake akamwambia kwamba aje tena katika mkoa wa Sindh, lakini akasema mimi atakaa katika Rabwa. Kwa hiyo ndugu yake alimwandikia halifa wa 3 kwamba tafadhali umsisitize ndugu yangu arudi Sindh. Halifatul Masih Salis rahimahullah akamuita na akamwambia arudi mkoa wa Sindh. Na wakati ule rais wa mtaa wa Rabwa alikuwepo pale, akasema kwamba huyu ni mwanajumuiya mzuri wa jumuiya yetu. Khalifa wa 3 akasema kwamba katika Sindh pia tunahitaji wanajumuiya wazuri. Kwa hivyo kwa nasaha ya Khalifa wa 3 akarudi tena katika mkoa wa Sindh, lakini mwenyewe alikuwa hataki arudi Sindh, lakini kwa amri ya Khalifa wa 3 alirudi Sindh na akafunga biashara yake Rabwa, akaacha familia yake Rabwa na mwenyewe akarudi Sindh. Kwa muda mrefu aliishi kule Sindh, baadaye akarudi tena Rabwa. Katika idara mbalimbali ya Sadr Anjuman Ahmadiyya aliendelea kutoa huduma zake kwa muda mrefu. Katika ofisi ya private secretary pia alitoa huduma zake kwa muda mrefu. 1986 alihamia Germany, mpaka kifo chake aliishi kule Germany. Katika Germany aliwahi kuwa mwenyekiti wa Heidelberg Jumuiya chini ya Majlis Ansarullah. Katika mkoa mmoja aliteuliwa kuwa kiongozi, alikuwa nazim wa mkoa. Katika wakati wa halifa wa 4 alipata zawadi pia. Ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume 4. watoto wake wawili Dr. Jalal Shams Saheb na Munir Ahmad Javed Saheb ni wabashiri, na mke wake mmoja Hanif Mahmud Saheb ni mbashiri katika Rabwa. Yeye ni naib nazir Islahul Shah. mtoto wake bana Jalal Shams Saheb ambaye yupo hapa, ambaye ni in charge wa Turkey desk, anasema kwamba
baba alikuwa akifanya juhudi kwamba ikiwa amekuja hapa alitaka kusali kila swala nyuma ya halifa. Alikuwa akifanya ibada sana na alikuwa akifanya maombi vizuri sana. Wakati wa kufanya maombi alikuwa akilia sana na kwa unyenyekevu sana alikuwa akifanya maombi kiasi hiki kwamba ilionekana kwamba yoyote anayo moyoni mwake anaweka mbele ya Mwenyezi Mungu. Anasema ndugu yake bana Munir Javed Saheb alikuwa mtoto wa miezi 6, akapata maradhi ya pneumonia na madaktari wakasema kwamba huyu mtoto hawezi kuishi kwa sababu amepata maradhi kali sana. Baba alifanya maombi sana wakati ule na mama pia alifanya maombi sana, na baba alisema kwamba nitatoa wakfu mtoto huyo. Mwenyezi Mungu alipokea maombi yake, na ilifika wakati juu ya mtoto ya aina hii kwamba mama yake alisema kwamba ilionekana kwamba mtoto anakufa na wewe unaondoka unaenda wapi. Na ilikuwa wakati wa sala na alikuwa anaenda kusali misikitini. Akasema mimi naenda kwake yule ambaye ana uwezo wa kumponya huyu mtoto na mwendea. Kwa hiyo alikuwa na yakini kiasi hiki juu ya Mwenyezi Mungu. Katika mkoa wa Sindh pia wakati wote mtumishi alipokuwa akienda likizo, yeye alikuwa akitoa huduma nyuma yake kwa niaba yake. Alifanya wasiat na alikuwa na shauku sana ya kuwasii vijana wafanye wasia, na alikuwa akiweka wasiat form pamoja naye, na alikuwa akiwasihi watoto kwamba wasome kitabu kitwacho alwasia na wafanye wasia. Anaandika kwamba nusu ya watoto wake alitoa wakfu, watoto wa kiume 2 alitoa wakfu, na vile vile alimwoza binti yake pamoja na Mbashiri. Labda binti yake ameandika kwamba alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kila siku, na alikuwa akiwahimiza wajukuu wake kuhusu usomaji wa Qur'ani tukufu na kuhusu kusali swala. Alikuwa akisoma vitabu vya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kila siku. Alikuwa akisema kwamba nimesoma vitabu vya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam mara 3, na binti anasema aliniuliza, je, mimi pia nasoma vitabu au la. Alikuwa hapendi mila na bid'a, ingawa katika familia yetu hakuna mila au bid'a, lakini alipokuwa akihisi bid'a ya aina fulani alikuwa hapendi na alikuwa akikasirika na alikuwa akiondoka katika hafla ile. Alikuwa akimtegemea sana juu ya Mwenyezi Mungu. Alipata maradhi kwa muda mrefu na yenye shida sana, lakini kwa subira sana aliendelea kufanya subira katika ugonjwa wake. Kuhusu ibada yake wote na watoto wake na wote walikutana naye walisema kwamba alikuwa akifanya ibada kwa unyenyekevu sana. Na alikuwa akipenda sana, alikuwa akitii sana uhalifa. Alipokuwa akija hapa alikuwa akisubiri nje ili nikitoka ofisini kwangu anisalimie. Baadhi wakati alikuwa akisimama kwa muda mrefu, ingawa alikuwa mzee sana. Mwenyezi Mungu alimjaalia sifa chungu mzima. Mwenyezi Mungu amrehemu na amghofirie na apandishe madaraja yake, awajalie watoto wake wawe warithi wa maombi yake na watoto wake waweze kuendeleza mema yake pia. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.